Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo, na kama ilivyo ada, siku ya Jumapili tunakuletea kipindi cha Sunday Blessings. Sasa katika kipindi cha Sunday Blessings leo tunaenda kukuletea mada nzuri sana. Mada ya leo inaitwa vuka hatua ya pili au crossing the second stage. Crossing the second stage. Katika maisha wewe unazo ndoto kubwa, una malengo mengi, una mipango mingi, una mikakati mingi, lakini pengine unashindwa kufikia ndoto zako kwa sababu ya kuta zilizowekwa katika mwili wako. Ni kwamba katika maisha mwili na roho yako kila siku viko katika mashindano, kila siku viko katika mapambano, kila siku viko katika vita. Tusipokuwa makini au usipokuwa makini, mwili utatengeneza kuta za kukurudisha nyuma. Kwa hiyo ndiyo maana ya hilo somo la leo ambalo tunaita ni crossing the second stage ama vuka hatua ya pili. Na hapa nataka twende moja kwa moja tukaangalie mambo matatu muhimu ambayo kasisi aliweza kuyazungumzia, lakini pia tutakupatia mwishoni sasa, baada ya kuona hali halisi jinsi ilivyo, tunapitaje kutoka hapo tutakapokuwa tumekwama. Kitu cha kwanza ambacho kimeweza kuzungumziwa ni kwamba mwili ni zawadi ya Mwenyezi Mungu kwako wewe mwanadamu, na katika mwili unakuwa kama ni nyumba ya roho yako. Kwa hiyo ndani ya mwili wako kuna roho yako ambayo inaendesha maisha yako, fikra, maono, mawazo, tafakuri mbalimbali. Lakini mwili kama ilivyo kawaida ni kwamba mwili unapenda vitu rahisi, mwili unapenda vitu vyepesi, mwili unapenda kuwa kwenye comfort zone ama kwenye mahali pa kulizika, mahali pa usalama. Mwili ungependelea tu kwamba upumzike, mwili ungependelea ulale, mwili ungependa ufanye haya na yale. Mwili ukiupa pole kwa kuupa chakula kizuri, unaona mwili unaanza kushamiri, mwili unaanza kutakata. Mwili haupendi shida. Kwa hiyo mwili unaweza ukakusababisha wewe ukashindwa kufikia ndoto zako kwa sababu mwili usingetamani kwenda kwa kasi ambayo wewe ungetaka uweze kwenda. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema mwili unaweza kukuchelewesha hapo ulipo, na hapo unaponiangalia unaweza ukawa uko hapo lakini akili yako iko mahali pengine kabisa. Unaweza ukawa uko ofisini lakini mawazo yako nyumbani kwako, maana sasa wewe uko nyumbani ingawa mwili wako uko ofisini kwako. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mwili kama mwili, ndani yake kuna hiyo roho ambayo ndio inaendesha maisha yako. Kumbe kama mawazo yako, fikira zako na mwili wako ungeweza kurespond the same, maana yake ni kwamba wewe ungeweza kupiga hatua kubwa sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunazungumzia, mwili wako na jinsi unavyopenda mambo mepesi na jinsi usivyoweza kwenda kasi kadiri ambavyo wewe ungeweza kupenda. Jambo la pili ndo hiyo tunaenda kwamba kwenye kucross the second stage ni hapo tunapoita sasa kutiisha mwili. Kutiisha mwili kwa maana ya kwamba mwili wako sasa ni lazima usukumwe ili uweze kufanya inavyotakika kufanya. Mwili wako lazima uweze kupewa changamoto. Mwili wako lazima uweze kuupa mazoezi mbalimbali ili mwili wako uweze kurespond na uweze kupatia mafanikio au yale ambayo ungetarajia yaweze kufanyika. Usipoweza kuutiisha huo mwili, ndiyo maana mwili wako utabaki huko chini na wewe unataka kupiga kasi lakini mwili unakurudisha nyuma. Na hapo ndiyo maana kuna jambo moja hapo kasisi aliweza kulizungumzia kwamba ndiyo maana hata katika mfungo wa kiroho kwamba unaupa mwili mazoezi, unafunga, unasali, lakini pia unatoa sadaka au kufanya matendo mema. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba unataka utiishe mwili, uupe mazoezi ya kutosha. Wewe kama unafanya mazoezi ya kawaida ya mwili wako, unajua kabisa kwamba unachotaka kufanya ni kustrengthen mwili wako, ni kuupa mwili wako push au nguvu za kuweza kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa hiyo hali kadhalika ndivyo hivyo tunavyosema kwenye hatua hiyo ya pili ya kuutiisha mwili wako, kuutiisha mwili wako, kuufanya uweze kurespond kulingana na zile pesi ambazo unahitaji wewe kukimbia. Kitu cha tatu ambacho tumeweza kukisikia au ambacho kimeweza kusisitizwa ni kwamba ni principle of resurrection, ni kwamba ni kanuni ya kufufuka. Maisha yako yanaweza yakawa magumu, roho yako inaweza ikawa imechoka, mbio zako au ndoto zako zinaweza zikawa zimekufa, lakini kuna principle of resurrection. Yesu alimfufua Lazaro, kasisi akatolea mfano. Kwa mantiki hiyo, hata kile ambacho unaona kimeshindikana, maisha yameshindikana, ndoto zimedondoka, mambo hayaendi, lakini bado vinaweza kufufuliwa na kuanza upya. Kwa hiyo katika hivyo vitu vitatu ndivyo hivyo ambazo tunasema kwamba crossing the second stage. Tumetoka kwenye kutiisha na tunaangalia hiyo principle of resurrection. Nini cha kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba unafika mahali unapopahitaji? Kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia ni kwamba lazima wewe uweze kutambua udhaifu wako wewe mwenyewe. Udhaifu wa mwili wako ni nini? Je, ni kupenda tu starehe? Je, ni kupenda tu kuingia kwenye social media? Je, ni kupenda tu kupumzika? Nini ambacho ni weakness ya mwili wako? Ukishaweza
Ukishaweza kutambua weakness ya mwili wako ama kuweza kutambua udhaifu wa mwili wako, sasa tunaenda kwenye hatua nyingine, ambayo hiyo hatua wewe unahitaji sasa kutiisha mwili, kwa maana ya kwamba sasa unatakiwa wewe uweze kuweka taratibu au uweze kuweka kanuni. Tunasema kwamba set the rules and not suggestions, yaani mwili wako inatakiwa sasa wewe uwekee utaratibu na sio mapendekezo. Uambie amka asubuhi, uambie kwamba sasa utahitaji kufuata ratiba hii, na hakikisha kwamba hiyo ratiba unaweza kuifuata bila kuvunja vipengele vyovyote au bila kuingiza vipengele vyovyote vya kurudisha nyuma. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu tunasema kwamba ni uilishe roho yako ama feed your spirit. Katika njia gani? Soma vitabu, sali sana, lakini pia wewe kutana na watu wenye maono makubwa. Ukifanya hivyo, maana yake ni kwamba tayari wewe utaweza kuvuka ile hatua ya pili ambayo tunaita ni crossing the second stage. Wewe unazo fikra, wewe unayo maono, wewe unayo mipango, wewe unayo mikakati. Mwili unaweza ukakurudisha nyuma. Ni lazima uwekee mwili utaratibu ambao utakuwezesha wewe kuweza kucross the second line au the second stage, ili uweze kufikia hatua ya mafanikio yako. Ukifanya hivyo, bila shaka baadaye utaona kwamba mambo yamebadilika, mambo yamekuwa mazuri, mambo yamefufuka, ndoto zimefufuka, mambo yanakwenda, mambo hayasimami tena kama ilivyokuwa awali, na kwa jinsi hiyo wewe unakuwa umefika kwenye hatua ama kilele cha kwenda kutimiza ndoto zako. Nakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia, na nikuombe sana, kama kipindi hiki kimeweza kuwa baraka kwako, basi kama ni mara ya kwanza tunakuomba uweze kusubscribe, lakini kama sivyo, basi tunakuomba uweze kushare video hii kwa mtu mwingine, ili na yeye aweze kujua ni vitu gani vinavyomkwamisha katika maisha yake na ataweza kufanya nini ili aweze kutoka hapo alipo afike kwenye point of resurrection, ambapo kila kitu kitaweza kufufuliwa na kikaweza kukaa vizuri, kikaweza kukaa upya na mtu akaweza kufurahia maisha yake. Asante sana. Tunasema kila kitu kinaanza na wewe. In that case it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na nikutakie Jumapili njema.